AM Online TV. Nimshukuru sana Mheshimiwa Riziki Pembe kwa upande wa Zanzibar na timu yake, lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Paul Christian Makonda kwa kazi nzuri ambayo anaifanya na timu yake. Na ni kweli Mheshimiwa Makonda ameeleza hapa, yako mambo ya kiutamaduni, yako mambo ya kimichezo, yako mambo ya kisanaa yanahitaji sana kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Makonda, nikiri yale uliyoyazungumza hapa, hasa yale ya kimichezo, kwa kweli yanawakera sana Watanzania. Katika hali hii ya serikali zetu ambayo zinafanya kazi kubwa ya kujenga miundombinu ya viwanja vya kisasa, leo nakuta timu wachezaji wamesajiliwa kwa gharama kubwa, wanakwenda kuchimba kwenye miwanja ile. Kwa kweli wizara zenu ndio dhamana. Nami nimeona kule Zanzibar pia yamefanyika hayo hivi karibuni tu. Waheshimiwa mawaziri, naomba mchukue nafasi zenu, mtoe adhabu kali kwa wale wanaohusika na uharibifu huo wa miundombinu. Kama tunakusudia kuendelea, tunapaswa tujiandae vizuri. Nami nitumie nafasi hii kuambia vilabu vyetu vikubwa na vilabu vingine, kama unataka ushinde mchezo wako, fanya maandalizi mazuri ya matayarisho ya kisayansi, utaweza kushinda. Fanya usajili mzuri, fanya maandalizi mazuri, hakuna njia ya mkato. Leo Mheshimiwa Makonda na waheshimiwa wananchi, unawakuta wachezaji wamesajiliwa kwa gharama kubwa, wanabeba madumu ya maji sijui yana rangi gani, wanakwenda kumwaga uwanjani. Hii haitusaidii kitu chochote, bali inavunja heshima nchi yetu na kuonesha kwamba tumekosa maandalizi mazuri. Jambo hili mamlaka zinazohusika, waheshimiwa, ziko kwenye taasisi zenu, hatuingilii mamlaka hizo, lakini ni vyema na wao wakaisaidia nchi kwa kupiga vita mambo ya aina hii yasiyo na tija katika nchi yetu. Mimi na Mheshimiwa Makonda ni wadau sana wa michezo na wenzetu wengi, lakini huwa napenda mpira wa miguu ni mchezo wa wazi. Nenda kashindane, onesha uwezo wako, ushinde. Kama unastahili kushinda, ushinde. Kama unastahili kushindwa, pia ushindwe. Hiyo ndio style na ndio ladha ya mpira na sanaa nyingine vile vile. Tunafanya mashindano ya sanaa mbalimbali. Watu tunaweka majaji, lakini hata watu wa kawaida wengine wanasema kwa alivyofanya vizuri huyu anastahili kushinda. Si ndivyo jamani? Na ushindi huo unaweza ukashinda hata mara 10 ukashinda wewe. Haijalishi kwamba wewe mashinda mara 5, mara 6, mara nyingine tupokezane. Tutapokezana ukifanya vizuri. Kama unaendelea kufanya vibaya, huyo mwingine ataendelea kushinda hata mara 10. Huu ndio ustaarabu wa ushindani ulivyo. Kwa hiyo mimi Mheshimiwa Makonda naunga mkono. Na kwa kweli nasema hili kwa sababu nathamini juhudi kubwa. Mimi ni mtendaji mkuu wa shughuli za serikali pale Zanzibar. Najua thamani na gharama ya matengenezo ya miundombinu ya uwanja. Leo hii tunakimbilia kwenye AFCON. Uliza gharama ni kiasi gani ya matengenezo ya miwanja hii. Gharama ni kubwa. Kwa kweli tunapaswa kuilinda miundombinu, tunapaswa kuwa walinzi wa rasilimali za nchi yetu. Fedha hizi zinazotumika ni fedha za Watanzania wote. Kwa hiyo tunapaswa kuziheshimu, kuzilinda kwa maslahi ya Watanzania, na hii ndiyo msingi wa kazi na utu tunasonga mbele. Lazima tuweze kulinda utu wao na tuweze kulinda rasilimali zao. Bila ya hayo tutakuwa hatujawatendea haki Watanzania. Waheshimiwa mawaziri, ni washukuru sana pamoja na timu zenu nyote. Kwa kweli mmefanya kazi kubwa, na mimi naamini zile dhamira za viongozi wetu wakuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, zitaweza kufikiwa katika utekelezaji wa maazimio haya ambayo tumeyakusudia. AM Online TV.